Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa Mitishamba Online TV. Leo nimekuletea somo hili zuri kabisa, somo kutoka na faida za mstafeli, mti wa mstafeli. Mti huu wa mstafeli ni mti mzuri sana, mti ambao unatibu maradhi mengi sana. Maradhi mengi sana yanatibika kupitia mti huu wa mstafeli. Lakini kama ulikuwa hujui tu, basi fahamu ya kwamba mti huu wa mstafeli ni miongoni mwa miti ambayo hutumika kutibia magonjwa ya ini, lakini pia hutumika kutibia magonjwa ya figo, pia hutumika kutibia magonjwa katika kibofu cha mkojo, lakini isitoshe hutumika kutibia kwa wale ambao wenye magonjwa ya kisukari. Lakini kuna juisi ya mstafeli. Tunapozungumzia juisi ya mstafeli tunakusudia yale majani ya mstafeli ambayo huwa tunayatumia kuyachuma, kisha unayasaga, kisha baada ya hapo unatengeneza juisi yake. Ni dawa nzuri sana. Au unaweza kuchukua majani ya mstafeli ukayachoma vizuri, ukayasafisha, ukayatia katika maji, ukayachemsha, pia ni juisi yake au chai yake. Pia ni dawa nzuri sana ya kutibu hayo maradhi. Kwa mtu ambaye anajihisi ana tatizo katika kibofu cha mkojo, basi atumie sana mara kwa mara kunywa hiyo juisi mara kwa mara. Itamsaidia, atakuja kupata mkojo vizuri kabisa. Kwa mtu ambaye anajihisi sukari yake imepanda sana, basi atumie sana kunywa hiyo juisi ya hii mstafeli au majani ya mstafeli, basi atumie mara kwa mara kunywa ile juisi yake, kwa maana au chai yake, basi insha Allah hiyo sukari itakuwa yenye kushuka. Na kama kuna mtu anajihisi ana tatizo ya figo au ini, basi atumie mara kwa mara, insha Allah hiyo hali itakuwa yenye kushuka. Kwa watu wengine ambao wana saratani ndio inatibia hasa hii mstafeli. Tutumie mara kwa mara. Tunaambiwa sana siku zote kwamba hakika kinga ni bora kuliko tiba. Hata kama uumwi, tumia mstafeli, tuna mstafeli kula mara kwa mara. Au tumia majani ya mstafeli kuchemsha, uwe unakunywa walau hata kwa wiki mara moja. Insha Allah kuna faida kubwa sana. Nikuombe tu kabla hujasubscribe, usahau kusubscribe hapa Mitishamba Online TV ili upate video zetu zijazo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.